Alimfukuza mama mkwe siku ya harusi mbele ya watu wote. Lakini kilichotokea baadaye kilimfanya ajutie maisha yake yote. Siku ya harusi yake, Daniel alimfukuza mama mkwe wake maskini kwa kumdharau mbele ya wageni, lakini hakujua kuwa siku hiyo ndiyo ingeanza mwisho wa heshima yake. Daniel alikuwa kijana aliyekuwa amezoea maisha ya mafanikio tangu akiwa mdogo. Alikuwa na kazi nzuri, mavazi ya gharama, na marafiki waliomzunguka waliothamini zaidi hadhi na pesa kuliko utu. Kwa nje, kila kitu kilionekana kamili, lakini moyoni mwake kulikuwa na pengo ambalo hakujua namna ya kulijaza. Siku moja, alipokuwa akihudhuria hafla fulani ya kijamii, ndipo alipokutana na Amina. Tofauti na wanawake wengine aliowahi kukutana nao, Amina hakuwa na makeke wala majivuno. Alikuwa mtulivu, mwenye heshima, na tabasamu lake lilikuwa na joto la ajabu lililoweza kumgusa mtu yoyote aliyemwangalia. Daniel alijikuta akivutiwa naye mara moja, si kwa uzuri wake tu, bali kwa unyenyekevu wake. Kadiri walivyoendelea kuwasiliana, mapenzi yao yalikuwa kwa kasi. Daniel alianza kutumia muda mwingi na Amina, akifurahia uwepo wake kuliko kitu kingine chochote. Amina alimpa amani ambayo hakuwahi kuipata katika maisha yake ya haraka na ya kujionyesha. Kwa mara ya kwanza, Daniel alihisi kupendwa kwa dhati, si kwa sababu ya pesa au hadhi yake. Hata hivyo, nyuma ya furaha hiyo kulikuwa na kitu kilichomtatiza Daniel moyoni. Alipojaribu kuchunguza maisha ya Amina kwa undani zaidi, aligundua kuwa anatoka katika familia ya hali ya chini sana. Mama yake alikuwa akiishi maisha ya kujitahidi kila siku, akiuza maandazi ili kujikimu. Habari hiyo ilimfanya Daniel aanze kuwa na mawazo mchanganyiko. Ingawa hakusema waziwazi, moyoni alianza kuona kama kuna pengo kubwa kati ya maisha yake na ya Amina. Alijiuliza maswali mengi. Je, familia hiyo ingeendana na hadhi yake? Je, marafiki zake wangemkubali Amina? Na zaidi ya yote, je, angeweza kweli kuoa mwanamke kutoka katika mazingira yale bila kuathiri taswira yake? Kila alipokuwa na Amina, alijaribu kusahau mawazo yetu. Alimchekesha, alimjali, na hata kumwonyesha upendo mkubwa. Lakini kila alipokuwa peke yake, sauti ya ndani ilimkumbusha tofauti zao. Mapenzi yake kwa Amina yalikuwa ya kweli, lakini yalikuwa yamefichwa ndani ya kivuli cha kiburi na hofu ya kile ambacho watu wengine wangesema. Na hapo ndipo safari ya mapenzi yao ilianza, safari iliyokuwa na siri nzito moyoni mwa Daniel, siri ambayo ingeanza kuharibu kila kitu bila yeye hata kutambua. Kadiri siku zilivyopita, mapenzi kati ya Daniel na Amina yaliendelea kukua, lakini ndani ya moyo wa Daniel kulianza kujengeka hisia ambazo hakuwa tayari kuzikubali waziwazi. Mwanzo zilikuwa ndogo tu, fikra za haraka haraka, zinazopita kama upepo. Lakini polepole zikaanza kuwa nzito na za kudumu. Siku moja, Amina alimwambia Daniel kwa furaha kuwa angependa amtembelee mama yake. Alisema kwa sauti yenye matumaini, kana kwamba alikuwa anasubiri siku hiyo kwa muda mrefu. Daniel hakukataa, lakini moyoni hakufurahishwa na wazo hilo. Alijilazimisha tu kukubali, akijiaminisha kuwa ni jambo la kawaida katika mahusiano. Walipofika katika eneo ambalo mama yake Amina aliishi, Daniel alishtuka kidogo. Ilikuwa ni sehemu ya kawaida sana, yenye nyumba ndogo ndogo, na watu waliokuwa wanahangaika na maisha ya kila siku. Hakusema kitu, lakini macho yake yalionyesha wazi kuwa hakuwa ameridhika na mazingira yale. Mama Amina aliwapokea kwa upendo mkubwa. Alikuwa mwanamke mnyenyekevu, uso wake umejaa uchovu wa kazi za kila siku, lakini tabasamu lake lilikuwa la dhati. Alizungumza kwa heshima, akimhudumia Daniel kwa kila alichoweza, hata kwa vile vidogo alivyokuwa navyo. Lakini Daniel hakuona upendo huo, aliona umaskini tu. Alipogundua kuwa mama huyo hujipatia kipato kwa kuuza maandazi barabarani, kitu ndani ya Daniel kilibadilika. Hakuelewa ni kwa nini, lakini ghafla alianza kuhisi kama anajishusha hadhi kwa kuhusiana na familia hiyo. Alianza kuona kana kwamba maisha yake na yao ni dunia mbili tofauti zisizoweza kukutana. Tangu siku hiyo, tabia yake ilianza kubadilika polepole. Hakumwambia Amina moja kwa moja, lakini alijikuta akiepuka mazungumzo yanayomhusu mama yake. Alipokuwa akiongelea familia yake, sauti yake ilikosa ile heshima aliyokuwa nayo mwanzoni. Wakati mwingine, hata alitoa maneno ya kejeli yaliyofichwa kama utani, maneno ambayo Amina aliyasikia, lakini alichagua kunyamaza. Ndani ya moyo wake, Amina alianza kuhisi mabadiliko hayo, lakini kwa sababu alimpenda Daniel, alijipa matumaini kuwa huenda ni mawazo yake tu. Hakutaka kuamini kuwa mwanaume aliyempenda kwa dhati angeanza kudharau kile kilichokuwa muhimu zaidi katika maisha yake, mama yake. Kwa Daniel ilikuwa ni mwanzo tu. Dharau ile ndogo aliyokuwa ameanza kujenga moyoni ilikuwa inakuwa taratibu, bila yeye kujua kuwa siku moja ingeibuka wazi na kuumiza zaidi ya alivyowahi kufikiria.
Maisha ya Mama Amina yalionekana kuwa ya kawaida sana kwa macho ya wengi. Kila siku asubuhi aliamka mapema kabla hata ya jua kuchomoza, akijiandaa kwa shughuli zake za kuuza maandazi. Mikono yake ilikuwa imezoea kazi ngumu, kuchanganya unga, kuwasha moto na kusimama kwa masaa mengi akihudumia wateja waliopita barabarani. Kwa mtu asiyejua, angeweza kudhani kuwa huo ndio mwisho wa uwezo wake maishani. Lakini ndani yake kulikuwa na moyo wa ajabu sana. Alikuwa mwanamke mwenye subra, asiye na manung'uniko, na aliyeridhika na kidogo alichokuwa nacho. Alimlea Amina kwa upendo mkubwa, akihakikisha anampatia maadili mema licha ya changamoto walizopitia. Hakuwahi kumfundisha binti yake kuona aibu kwa maisha yao, bali alimhimiza kuwa na heshima na bidii. Wakati mwingine majirani walimshangaa. Kulikuwa na utulivu fulani ndani yake ambao haukuendana na hali yake ya maisha. Hakuwahi kuonekana akigombana, wala kulalamika kwa sauti kubwa kama wengine. Alikuwa mtu wa kusema asante Mungu, hata kwa kile kidogo alichopata siku hiyo. Wengi walimuona kama mwanamke wa kawaida tu, maskini, asiye na msaada, na asiye na chochote cha kujivunia. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho hakuna aliyekijua. Kila jioni baada ya kumaliza biashara yake, Mama Amina alikuwa akikaa kimya ndani ya chumba chake kidogo, akihesabu fedha zake kwa umakini mkubwa. Hakutumia pesa zake hovyo. Kila sarafu ilikuwa na mahali pake. Alikuwa akiweka akiba kwa siri, akiwekeza kidogo kidogo kwa miaka mingi bila mtu yoyote kugundua. Hata Amina mwenyewe hakujua undani wa juhudi hizo. Kwa nje, aliendelea kuishi maisha yale yale ya unyenyekevu kana kwamba hana kitu. Hakuwa na tamaa ya kujionyesha, wala hakuwa na haja ya kuthibitisha kitu kwa watu. Alijua thamani ya kimya chake, na alijua siku moja matunda ya juhudi zake yangeonekana, lakini si kwa kelele. Daniel alipomwangalia, aliona tu mwanamke maskini anayehangaika na maisha. Hakuwahi hata kwa sekunde kufikiria kuwa nyuma ya vazi lile la kawaida na maisha yale ya chini, kulikuwa na mwanamke mwenye nidhamu ya hali ya juu na mipango mikubwa ya maisha. Na huo ndio ulikuwa ukweli ambao ungekuja kubadilisha kila kitu. Lakini kwa wakati huo, ulikuwa bado umefichwa kabisa, ukisubiri siku yake ya kufunuliwa. Kadiri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, mipango ya harusi ya Daniel na Amina ilianza kuchukua sura halisi. Daniel hakutaka harusi ya kawaida, alitamani iwe tukio ambalo lingeongelewa na kila mtu kwa muda mrefu. Alitaka ukumbi wa kifahari, mapambo ya gharama kubwa, chakula cha hali ya juu, na wageni waliovalia mavazi ya kuvutia. Kila kitu kilipaswa kuonyesha hadhi yake. Alijitosa kwa nguvu zote katika maandalizi. Alipanga kila kitu kwa umakini mkubwa, kuanzia aina ya maua yatakayopambwa ukumbini hadi muziki utakaoimbwa siku hiyo. Amina, kwa upande mwingine, alifurahia kuona siku yao ikikaribia, lakini hakuwa na msisimko ule ule wa mambo ya kifahari. Alitamani tu harusi yenye amani na furaha, yenye baraka kutoka kwa watu wote aliowapenda, hasa mama yake. Hilo ndilo lilikuwa muhimu zaidi kwake. Hapo ndipo tofauti kati yao ilipoanza kujitokeza wazi. Kadiri maandalizi yalivyoendelea, Daniel alianza kuweka mipaka isiyo ya kawaida. Alianza kuamua nani anapaswa kushiriki na nani hapaswi. Alikuwa makini sana na orodha ya wageni, akihakikisha kuwa kila mtu aliyekuwepo angeendana na hadhi aliyokuwa anaitaka kuonyesha. Watu wa hali ya chini, hasa kutoka upande wa Amina, hawakupewa nafasi kubwa. Mara kadhaa alijikuta akitoa maelekezo kwa sauti ya juu, hasa pale alipohisi mambo hayaendi kulingana na alivyopanga. Alisisitiza kuwa kila kitu lazima kiwe safi na cha kiwango. Maneno hayo yalionekana ya kawaida kwa wengine, lakini ndani yake kulikuwa na maana nzito. Hakutaka kitu chochote kitakachoweza kumfedhehesha mbele ya wageni wake. Ingawa hakusema waziwazi, moyoni alikuwa tayari ameshaanza kuona baadhi ya watu wa upande wa Amina kama hatari kwa picha aliyotaka kuonyesha. Na mtu aliyekuwa akimjia akilini mara kwa mara alikuwa mama wa Amina. Amina alipojaribu kumshirikisha mama yake katika baadhi ya maandalizi, Daniel alionekana kutokuwa na hamasa. Alibadilisha mada au kutoa majibu mafupi, akiepuka kabisa kumuhusisha. Hali hiyo ilimfanya Amina ahisi wasiwasi, lakini bado alijipa matumaini kuwa mambo yangekaa sawa. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Ndani ya moyo wa Daniel tayari kulikuwa na mstari uliovutwa, mstari kati ya kile alichokiona kuwa hadhi na kile alichokiona kama aibu. Na bila yeye kutambua, mstari huo ulikuwa unakaribia kuvuka mipaka hatari sana. Usiku mmoja, akiwa ameketi peke yake akiangalia orodha ya wageni, macho yake yalitua kwenye jina ambalo lilimfanya atulie kwa muda. Alivuta pumzi ndefu, kisha akaandika mstari pembeni yake kana kwamba anafuta jambo lisilofaa. Ndipo uamuzi huo ulipozaliwa, uamuzi ambao ungeacha alama kubwa sana. Kesho yake, alimuita Amina kwa mazungumzo ya faragha.
Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini ilibeba uzito wa jambo lisilo la kawaida. Alianza kwa kuzungumza kuhusu maandalizi ya harusi, akisisitiza umuhimu wa kila kitu kuonekana cha kiwango cha juu. Kisha, kwa maneno ya polepole, akafika kwenye kile alichotaka kusema. Alimweleza Amina kuwa ingekuwa bora kama mama yake asingehudhuria harusi hiyo. Maneno hayo yalimgonga Amina kama radi. Kwa muda mfupi alishindwa hata kuzungumza. Alimwangalia Daniel kwa mshangao, akijaribu kuelewa kama alikuwa anatania au alikuwa makini. Lakini macho ya Daniel hayakuwa na chembe ya mzaha. Alijaribu kujitetea kwa hoja zake, akisema ni kwa ajili ya muonekano, kwa ajili ya heshima, na kwa sababu hataki kitu chochote kitakachoweza kuharibu siku yao maalum. Hakutamka neno aibu moja kwa moja, lakini maana yake ilisikika wazi. Amina alihisi moyo wake ukivunjika taratibu. Mama yake alikuwa mtu muhimu zaidi katika maisha yake. Mwanamke aliyemlea kwa jasho na machozi, aliyesimama naye katika kila hali. Wazo la kumwacha nje siku yake ya harusi lilikuwa chungu sana, lakini mbele alisimama mwanaume aliyempenda. Alijaribu kumpinga kwa upole, akionyesha jinsi mama yake alivyokuwa na haki ya kuwepo. Lakini kila alipojaribu, Daniel alizidi kusisitiza msimamo wake. Mwishowe Amina alinyamaza. Sio kwa sababu alikubaliana, bali kwa sababu hakujua afanye nini. Ndani ya moyo wake, alihisi maumivu ambayo hakuwa amewahi kuyahisi hapo kabla. Ilikuwa ni kama kulazimishwa kuchagua kati ya upendo wa maisha yake na heshima ya mama yake. Na hivyo, kwa kimya chenye uchungu, uamuzi ukabaki pale pale. Mama yake Amina asije kwenye harusi. Hakuna aliyelijua jambo hilo isipokuwa wao wawili. Lakini kimya hicho kilikuwa kizito kuliko kelele yoyote, na kilikuwa mwanzo wa kosa kubwa ambalo lingegharimu zaidi ya walivyotarajia. Siku ya harusi iliwadia hatimaye. Ukumbi ulikuwa umejaa mapambo ya kuvutia, taa zilimeremeta kwa uzuri, na wageni walikuwa wakifika mmoja baada ya mwingine wakiwa wamevalia mavazi ya kifahari. Muziki laini ulisikika ukichanganyika na sauti za furaha. Kila kitu kilikuwa kama Daniel alivyopanga. Hakukuwa na dosari hata moja kwa macho ya nje. Ndani ya vyumba vya maandalizi, Amina alikuwa amekaa kimya kwa muda mrefu. Alikuwa amevaa gauni lake la harusi, sura yake ikiwa imepambwa kwa ustadi mkubwa. Kwa nje alionekana mrembo na mwenye furaha, lakini ndani yake kulikuwa na pengo lisiloelezeka. Kila alipojaribu kutabasamu, moyo wake ulikuwa ukimkumbusha mtu mmoja muhimu ambaye hakupaswa kukosekana siku hiyo, mama yake. Wakati huo huo, mbali kidogo na kelele za sherehe, Mama Amina alikuwa akitembea taratibu kuelekea ukumbini. Alikuwa amevaa vazi lake la kawaida, safi, lakini lisilo na mvuto wa kifahari. Mkono wake ulikuwa umeshikilia kifurushi kidogo, zawadi aliyokuwa amejiandaa kumpa binti yake. Macho yake yalijaa matumaini, lakini pia kulikuwa na wasiwasi wa wazi. Alijua wazi kuwa hakuwa anakaribishwa. Maneno aliyoyasikia yalikuwa bado yanamrudia akilini mwake. Lakini moyo wake haukumruhusu kukaa nyumbani siku hiyo. Hakuwa amekuja kwa ajili ya kuonekana au kusherehekea kwa kelele. Alikuwa amekuja tu kumwona binti yake, hata kwa sekunde chache, na kumpa baraka zake kimya kimya. Kwa hatua za polepole na za tahadhari, aliingia ndani. Macho yake yalizunguka ukumbi mzima, yakitafuta uso wa Amina. Kila alichokiona kilikuwa tofauti kabisa na maisha aliyoyazoea: anasa, mwanga na fahari. Lakini hakujali hilo. Kitu pekee kilichomleta pale kilikuwa upendo wake kwa binti yake. Hakujua kuwa uwepo wake pale, hata kwa nia njema, ulikuwa unakaribia kuwasha moto ambao ungechoma kila kitu. Na wakati akijaribu kujificha pembeni ya ukumbi, macho ya mtu mmoja tayari yalikuwa yamemuona. Daniel alikuwa amesimama karibu na jukwaa, akipokea pongezi kutoka kwa wageni waliokuwa wakimzunguka. Tabasamu lake lilikuwa la kujionyesha, macho yake yakizunguka ukumbi, kuhakikisha kila kitu kinaenda kama alivyopanga. Ndipo, kwa bahati mbaya au labda kwa hatima, macho yake yalitua pembeni ya ukumbi, na hapo ndipo alipomuona Mama Amina. Alikuwa amesimama kwa unyenyekevu, akijaribu kujificha nyuma ya watu, mkononi akiwa bado ameshikilia ile zawadi ndogo. Hakufanya kelele, hakuvutia umakini, lakini uwepo wake pekee ulimtikisa Daniel kwa namna isiyotarajiwa. Uso wa Daniel ulibadilika ghafla. Tabasamu lake lilipotea, na nafasi yake ikachukuliwa na hasira iliyofichwa kwa muda mrefu. Bila kusita, alianza kuelekea upande ule kwa hatua za haraka, macho yake yakiwa yamejaa ukali. Watu waliokuwa karibu waliinuka kidogo kwa mshangao, wakimpa njia bila kuelewa kinachoendelea. Muziki uliendelea kupiga, lakini hali ya hewa ukumbini ilianza kubadilika polepole. Alipomfikia Mama Amina, hakumsalimia wala kumwangalia kwa heshima. Badala yake, alisimama mbele yake kwa ukali na kusema kwa sauti ambayo haikuwa ya juu sana,
lakini ilisikika wazi kwa waliokuwa karibu. Si nilisema usije hapa? Maneno hayo yalikatiza hewa kama kisu. Mama Amina alishtuka, lakini hakujibu mara moja. Alijaribu kutabasamu kwa upole, akisema kwa sauti ya chini, nilikuja tu kumwona binti yangu hata kwa mbali. Lakini Daniel hakutaka kusikia. Aliongeza sauti kidogo, sasa akivuta macho ya watu zaidi. Hii si sehemu yako. Tafadhali ondoka hapa, usiharibu harusi yangu. Ukumbi mzima ulianza kunyamaza taratibu. Watu waliinua macho yao, wakitazama tukio lile kwa mshangao mkubwa. Mazungumzo yalikatika, na hata muziki ulionekana kupoteza uzito wake. Mama Amina alisimama kimya, macho yake yakianza kujawa na machozi. Alishikilia ile zawadi yake kwa nguvu kidogo, kana kwamba ndio kitu pekee kilichombakisha na ujasiri. Hakujitetea, hakugombana, alionekana kuvunjika moyo mbele ya kila mtu. Amina, aliyekuwa mbali kidogo, aliposikia sauti za mtafaruku, aligeuka na kuona kilichokuwa kinaendelea. Macho yake yalipanuka kwa hofu na maumivu. Hakutegemea kuona tukio lile likitokea hadharani. Daniel, bila hata kusubiri jibu, aligeuka na kuonyesha mlango kwa ishara ya mkono. Ilikuwa ni aibu kubwa, sio tu kwa Mama Amina, bali kwa kila mtu aliyeshuhudia. Na katika ukimya ule mzito uliotanda ukumbini, kitu kilivunjika, kitu ambacho hakingeweza kurekebishwa kirahisi tena. Baada ya harusi ile ya kifahari, kila kitu kilionekana kwenda sawa kwa macho ya nje. Wageni waliondoka wakiwa na simulizi za mapambo mazuri na sherehe iliyopangwa kwa ustadi. Lakini nyuma ya pazia la furaha hiyo ya muda mfupi, maisha ya Daniel yalianza kubadilika kwa njia ambayo hakuwahi kuitarajia. Siku chache tu baada ya harusi, ishara za kwanza zilianza kuonekana. Biashara yake ambayo ilikuwa ikimletea faida kubwa kwa muda mrefu, ilianza kuyumba ghafla. Mikataba aliyokuwa akitegemea ilivunjika bila maelezo ya kueleweka. Wateja muhimu walijiondoa, na baadhi ya washirika wake wakaanza kujitenga taratibu. Mwanzoni Daniel alidhani ni changamoto za kawaida za kibiashara. Alijipa moyo kuwa mambo yangerudi kama zamani. Lakini kadiri siku zilivyopita, hali ilizidi kuwa mbaya. Hasara zilianza kuongezeka, na akiba aliyokuwa ameweka kwa miaka ilianza kuyeyuka kama barafu juani. Madeni yakaanza kumzingira kutoka kila upande. Simu zilianza kupigwa mara kwa mara, na wadai waliokuwa wanadai malipo yao. Barua za kumbusho zikawa nyingi mezani kwake. Kila alipofungua simu au barua pepe, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa hofu ya kile angekiona. Wakati huo huo, watu waliowaita marafiki walibadilika. Wale waliokuwa karibu naye wakati wa mafanikio yake, walianza kupotea mmoja baada ya mwingine. Simu zake hazikujibiwa kama zamani, na mikutano aliyojaribu kupanga iliahirishwa au kupuuzwa kabisa. Polepole, alijikuta peke yake. Ndani ya nyumba yake mpya, ambayo ilijengwa kwa fahari kubwa, kulianza kutawala ukimya mzito. Amina alijaribu kuwa karibu naye, lakini hata yeye alianza kuhisi uzito wa hali iliyokuwa ikiendelea. Furaha ya ndoa yao mpya ilianza kufifia, ikibadilishwa na wasiwasi na mawazo yasiyo na majibu. Daniel alijikuta akilala usiku bila usingizi, akili yake ikijaa maswali. Alijaribu kutafuta sababu ya mabadiliko haya ya ghafla, lakini hakupata jibu la moja kwa moja. Kila kitu kilionekana kuporomoka kwa wakati mmoja, kana kwamba maisha yake yote yalikuwa yamepangwa kugeuka dhidi yake. Na katika mawazo yake ya kina, mara kwa mara picha ile ya tukio la harusi ilimrudia, sauti yake kali, macho ya Mama Amina yaliyojaa machozi, na ukimya ule mzito wa ukumbi. Lakini bado hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo tu wa safari ya maumivu, na ukweli mkubwa ulikuwa bado haujajulikana. Siku moja, Daniel alikuwa amekaa ofisini kwake kimya, macho yake yakiwa yamechoka kutokana na mawazo mengi yasiyoisha. Biashara zake zilikuwa zimeporomoka, na kila upande aliogeukia kulikuwa na ukuta wa matatizo. Hakuweza tena kuelewa ni wapi alipokosea kiasi hicho. Ghafla, simu yake iliita. Alipoangalia, aliona ni namba isiyo ya kawaida. Alisita kidogo, kisha akaipokea. Upande wa pili kulikuwa na sauti ya mtu aliyekuwa na utulivu wa ajabu, lakini yenye uzito mkubwa. Ilikuwa ni wakili aliyemtaka akutane naye kwa jambo la muhimu sana linalomhusu familia ya Amina. Moyo wa Daniel ulianza kudunda kwa kasi. Hakuwa na uhakika ni nini kinaendelea, lakini aliamua kwenda. Alipofika ofisini kwa wakili, aliketi kimya akisubiri maelezo. Kisha wakili akafungua faili kubwa na kuanza kueleza kwa utulivu. Kila neno lililosemwa lilikuwa linabadilisha hali ya hewa ndani ya chumba kile. Biashara yako, wakili alisema, imekuwa ikipata msaada wa kifedha kwa miaka kadhaa kupitia uwekezaji wa siri. Daniel alikunja uso, hakuelewa mara moja. Nani angeweza kufanya hivyo? Aliuliza kwa mshangao. Wakili alitulia kwa sekunde chache, kisha akasema jina ambalo lilimfanya Daniel asimame kidogo kwenye kiti chake. Mama Amina. Mwanzoni, Daniel alicheka kwa mshangao, akidhani ni mzaha. Haiwezekani. Mwanamke yule aliyekuwa akiishi maisha ya kuuza maandazi, angewezaje kuwa na uwezo wa kumsaidia kifedha?
Lakini wakili aliendelea kueleza kwa ushahidi, nyaraka, uwekezaji na mikataba iliyosainiwa kimya kimya kwa miaka mingi. Kweli ulianza kumuingia kichwani kama mzigo mzito. Ilibainika kuwa Mama Amina hakuwa maskini kama alivyodhani. Alianza maisha yake kwa kuuza maandazi mitaani, lakini kwa nidhamu ya ajabu na akili ya kibiashara alianza kuwekeza kidogo kidogo. Kwa miaka mingi uwekezaji huo ulikuwa kimya kimya hadi akawa mmoja wa wanawake matajiri waliokuwa hawajulikani sana hadharani. Lakini kilichomshangaza Daniel zaidi ni kwamba baadhi ya mikataba yake mikubwa ya zamani ambayo ilimletea mafanikio makubwa ilifadhiliwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja na mama huyo huyo bila yeye kujua. Uso wa Daniel ulibadilika. Dunia yake ilianza kuyumba tena, lakini safari hii kwa sababu tofauti kabisa. Alikumbuka kila neno, kila dharau na kila tukio la harusi. Na sasa alielewa. Yule aliyemdharau hakuwa maskini, bali alikuwa mtu aliyemnyanyasa bila kujua kuwa ndiye aliyekuwa amebeba mafanikio yake mikononi mwake kwa muda mrefu. Kila kitu kilichomzunguka kilikuwa kimya, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kelele kubwa isiyoweza kunyamazishwa. Picha za harusi zilianza kumrudia moja baada ya nyingine. Alikumbuka jinsi alivyomfukuza Mama Amina mbele ya watu wote. Alikumbuka macho yake yaliyojaa machozi, mikono iliyoshikilia zawadi ndogo kwa upendo, na ukimya wa aibu uliotanda ukumbini. Kila tukio lilimchoma kama moto. Sasa alielewa. Yule mwanamke aliyemdharau, aliyemwona hafai, alikuwa amebeba siri kubwa ya mafanikio yake mwenyewe. Si tu kwamba alikuwa tajiri, bali pia alikuwa amemsaidia kwa njia ambazo Daniel hakuwahi kuzifikiria. Na badala ya shukurani, alimlipa kwa dharau hadharani. Majuto yalimjaa Daniel kiasi cha kushindwa hata kula au kulala vizuri. Kila alipofumba macho, aliona uso wa Mama Amina ukimwangalia kimya, bila hasira, lakini ukiwa umejaa maumivu ya ndani. Ilikuwa ni sura ambayo haikutaka kuondoka akilini mwake. Amina pia alionekana kubadilika. Ingawa bado alionyesha upendo kwa Daniel, kulikuwa na umbali mpya kati yao. Kitu kilikuwa kimevunjika ndani ya moyo wake, kitu ambacho hakikuwa rahisi kurekebishwa kwa maneno tu. Daniel alijaribu kumtafuta Mama Amina ili kuomba msamaha. Alifika sehemu aliyokuwa akiishi zamani, akaulizia, lakini hakumpata. Alituma ujumbe, akapiga simu, lakini hakukuwa na jibu. Ilikuwa kama amepotea kabisa kwenye maisha yake. Siku zilivyoendelea, Daniel alielewa kuwa baadhi ya makosa hayawezi kufutika kwa maneno ya pole pekee. Heshima iliyovunjwa mbele ya watu wengi hairejei kirahisi, hasa pale ilipogusa moyo wa mtu aliyekuwa na upendo wa dhati. Hatimaye, alibaki na funzo lililomuumiza, lakini lililokuwa na ukweli mkubwa. Usimdharau mtu kwa muonekano au hali yake. Watu wa kimya wanaweza kuwa na mafanikio makubwa kuliko unavyodhani. Kiburi kinaweza kukuangusha vibaya kuliko umaskini. Na tangu siku hiyo, Daniel hakuwahi tena kuangalia watu kwa macho ya juu, bali kwa macho ya heshima na unyenyekevu.